Mtakatifu ananena na vile ambavyo anaongea, anasema kuna watu wengi ambao anataka kuwatumia na njia kubwa. Na jambo moja ninajua ya kwamba hauwezi kutumika na njia kubwa kama hauna mafuta. Amen. Watu wengi wanafikiriaga hii anointing tunawekewa, hii mafuta tunafanyiwa ordination nayo. Naongea kuhusu mafuta ya Bwana matakatifu. Amen. Hallelujah. Kabla niweze kuwekewa mafuta na Archbishop, kuna mafuta Mungu aliweka juu yangu. Amen. Hallelujah. Na ile ingine niliwekewa na Archbishop ilikuwa ni ya kudhibitisha ya kwamba huyu ameitwa. Amen. Watu wetu wakuja waone nimeitwa. Maana kuna watu hawaaminiagi mtu ameitwa kama hajafanyiwa ordination. Unanielewa? Na ukitaka kuelewa vizuri, Mungu alimwambia Yeremia, hata kabla haujazaliwa tumbo la mama yangu nalikuchagua, nalikutakaza. Nimekuchagua kama nabii wa mataifa. Kwa hivyo Mungu huchagua watu wakiwa tumbo za mama zao. Amen. Hallelujah. Na hata kama umekuwa ukitembelea maisha gani, leo ninaamini ya kwamba Mungu kuna watu atapaka mafuta katika hii madhabahu. Na nina uhakika kabisa kama utakubali kutega sikio lako vizuri, kama utakubali kufungua moyo wako mzuri, Bwana Yesu asifiwe, mafuta ya Mungu yatakuja juu yako. Ni kwa sababu hauwezi fanya kazi kubwa kama hauna mafuta. Mwadhani ya rogosho. Kile kinafanya nifuatafuatwe ni kwa sababu. Amen. Hallelujah. Kama hauna mafuta hakuna mtu atakufuata. Amen. Aikoduli na anointing ya kumaiguru. Kama hauna mafuta ya Bwana, hakuna mtu atakufuata hata katika biashara. Amen. Lakini mafuta yakikuja juu yako, hata kwenye biashara watu watakufuata. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa sababu Mungu anataka tufanye mambo makubwa, na mtu hufanya kulingana na ile anointing ambayo amepokea. Amen. Waimbaji mtaimba kulingana na ile anointing mmepokea. Kama ni kidogo, lazima utakuta kuna mahali ya mpiti. Lakini mafuta ikiwa mingi, ndivyo sasa unafanya zaidi ya uwezo wako. Maana sasa ni anointing inafanya kazi. Hata mimi ninatamani siku ya leo wakati ambapo anapaka watu wake nipakwe tena. Amen. Maana ni siku nasikia kabisa ni siku ambayo Bwana ameiandaa apake watu wake mafuta. Itasesa wapakwe mafuta. Manabii wapakwe mafuta. Haleluya. Waibaji wapakwe mafuta. Wajiristi mafuta ikuje juu yenu. Wafanyibiashara mafuta ikuje juu yenu. Ndio mkaweze kufanya zaidi ya uwezo wenu, zaidi ya nguvu zenu. Na kuna mambo ambayo huwa yanaandamana na mafuta. Hauwezi kufakwa tu mafuta maisha yako yakabaki kuwa vile. Unishike vizuri. Amen. Hallelujah. Wakati mafuta inakuja juu ya mtu, mafuta kuna mambo inafuatana nayo. Na ninatamani sana utamani kupakwa mafuta na Mungu. Amen. Tunaweza kuwa sisi hata hakujui, hata mimi ni mchungaji wako na maybe sikujui. Lakini Mungu anaweza kukuona huko katikati, naone wewe mama unafaa upakwe mafuta, na akupake mafuta. Na kuanzia hiyo sasa tukujue. Amen. Hallelujah. Yaweza kuwa hata tujawahi salimiana, lakini unakuanga katika hii madhabahu. Mungu tu akuchague siku ya leo, Mungu akuone siku ya leo, Mungu akupake mafuta. Na ukipakwa mafuta hata watu wale hawakujui, ndire mundu aria matakwene megukumenya. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo ambayo inafuatananga na mafuta. Amen. Na number 1, praise God, mafuta inafuatananga na nguvu. Abia mtu nguvu. Nguvu. Amen. Abia mtu nguvu. Hauwezi pakwa mafuta na Mungu alafu ukakue ya kwamba hauna nguvu.
Ndiye kana ne muranyita horo yo wega. Imani, mafuta ikikuja juu yako lazima kutakuwa na nguvu zisizo za kawaida. Amen. Nguvu zisizo za kung'ang'ana. Iwe ni kutumikia Bwana haung'ang'ani. Iwe ni kwa biashara haung'ang'ani. Kwa sababu sasa mafuta inafuatanaga na nguvu. Amen. Na ni vigumu sana upakwe mafuta ukue hauna nguvu. Ni vigumu sana. Watu wale tumekuwa wadhaifu ni mafuta tumekosa. Amen. Lakini mafuta ya Mungu ikikuja juu ya mtu wa Mungu, lazima kutakuwa na nguvu ambazo zitaanza kudhihirika katika maisha yake. Iwe ni kwa biashara, lazima kutakuwa na udhihirisho wa power. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Iwe ni kwa biashara, ukiingia unafanya biashara kwa nguvu ambazo zisizo za kawaida, kwa sababu kuna mafuta yako juu yako na inaandamanaga na nguvu. Wainjilisti wale mko hapa, waimbaji wale mko hapa, mafuta ikikuja juu yako, haleluya, praise God. Siongea ile ya kupaka watu, naongea kuhusu mafuta ya Bwana. Amen. Ikiwa juu yako, lazima kutakuwa na nguvu, lazima kutakuwa na uwezo. Mahali ambapo utakuwa unahubiri ama ukitangaza Yesu, lazima kutakuwa na ishara ya kusema ya kwamba na huyu mtu kuna mafuta iko juu yake. Na hii mafuta ndio inafanya awe na nguvu ambazo tunaona zikidhihirika na zikitenda kazi. Bwana atukuzwe sana. Haleluya. Kabla sijakuwa ordained, kwa sababu Mungu alinipaka mafuta, nilienda kuhubiri pale sokoni na nikawa ninahubiri mahali pale. Na wakati nilikuwa ninahubiri mahali pale, kukaja mtu ambaye alikuwa anarudia ile maneno ambayo ninahubiri. Nikisema Mungu ni Mungu anaweza, anasimama anasema kwamba gaineto moe. Bwana asifiwe. Alikuwa ananidhihaki, alikuwa ananidunisha, alikuwa anataka kuleta conviction wakati nilikuwa ninahubiri neno la Bwana. Na saa hiyo anaongea hivyo ameshika bangi. Haleluya. Kwa hivyo sasa nikiashiria neno, ananidhihaki na anaongea na anavuta bangi na anaweka mosi juu. Lakini nikajua ya kwamba si kuitwa tu nihubiri. Amen. Niko na mafuta iko juu yangu, na hii mafuta inaandamananga na nguvu. Na nikasema katika jina la Yesu, hautalidhihaki neno la Bwana. Haleluya. Na nikajua nitatumia hiyo power kunyamazisha huyo mtu. Amen. Nikamwambia katika jina la Yesu, hautalidhihaki neno la Bwana. Wapendwa, alianguka hapo, akawa kama mfu, bagi yake ikazima. Amen. Nikaendelea kuhubiri na nikahubiri na nikahubiri. Wakati nilimaliza, ndio huyo mtu aliinuka. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wale ambao hawakuwa wananisikiliza, wakati waliona kile kimetendeka, wote walinitegea sikio. Amen. Ni nini ilinisaidia? Ni nguvu. Haleluya. Kwa hivyo siku ya leo mafuta ikikuja juu yako, lazima kutakuwa na nguvu zisizo za kawaida. Amen. Ukinenea mambo lazima itafanyika. Ukinenea mambo lazima itatendeka. Kwa sababu sasa mafuta yanaandamana na nguvu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na nguvu ikikuja juu yako, hata maadui wako hawatakushinda. Maana kile kinafanya tushindwe na maadui ni kwa sababu ya kukosa nguvu. Amen. Haleluya. Ukiwa na nguvu, maadui wako watakujaribu lakini hawatakushinda. Lakini ukiwa hauna nguvu, maadui wako watakujaribu, watakushinda na watakuaibisha. Jina la Bwana lipewe sifa. So vita zile ambazo unasikia Mungu akisema kuna vita nyingi, kuna mipango mingi, kuna maadui wengi wanaotufuata na wanaotuandama, wapendwa, kile tunahitaji ni nini? Nguvu. Haleluya. Kile tunahitaji ni mafuta. Number 1, tunahitaji mafuta. Maana tukipata mafuta, nguvu inakuja mara moja. Amen.
Maguta matwaranaga na hinya. Mwathani arogocwo. Ni kama vile hauwezi kukula ugali bila mboga. Amen. Sasa ukipika ugali lazima uchague ni mboga gani utakula nayo. Lakini sijawahi sikia mtu ambaye amepika ugali anasema ya kwamba tunapika ugali tukule hivyo. Hapana. Labda wakati kulikuwa na mashida. Lakini ugali inaandamanaga na mboga. Sasa mtu hapa siku ya leo akipokea mafuta, nayo nguvu ya Bwana lazima itakuwa dhahiri katika maisha yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na mimi nina imani ya kwamba Mungu atatupea siku ya leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Na ningependa nisome kitabu cha Samueli wa kwanza ndio tuweze kuona mfano mahali pale. Samueli wa kwanza 16 mstari wake wa 11. Biblia inasema ya kwamba Samueli wa kwanza 16 mstari wake wa 11 inasema hivi: kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Verse 12. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake ilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka umutie mafuta, maana huyu ndiye. Hallelujah. Praise God. Amen. Hii historia tunaijua wakati Mungu alitumana kwa nyumba ya Yese. Na Biblia inasema ya kwamba Samueli akatumwa mahali pale. Na neno linasema ya kwamba wakati alitumwa mahali pale, watoto wote wa Yese walipitishwa mbele ya Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wale wote walikuwa nyumbani. Wote walipitishwa mahali pale. Lakini katika hiyo hali ya kupitishwa, yale mafuta ambayo Bwana alikuwa ametumana nayo kwa nyumba ya Yese kwa ajili ya mtu mmoja, hayakuweza kupata mtu ambaye anafaa kumwagiwa yale mafuta. Haleluya. Daudi ndiye tu ambaye alikuwa malishoni. Wale wengine wote wakapitishwa. Lakini Mungu akasema hapana, sio hawa. Haleluya. Sasa Samueli akauliza, kumebakia mwingine katika familia hii? Yese akasema ya kwamba kuna moja ambaye ndiye mdogo na ambaye hayuko, ako malishoni. Bwana atukuzwe sana. Samueli akasema ya kwamba atumanwe akuje, kwa sababu hata hatutaketi chini kama hajafika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na neno la Mungu linasema ya kwamba akaja. Amen. Na wakati alikuja, sasa Biblia inasema ya kwamba Bwana akasema, ondoka mtie mafuta, maana huyu ndiye. Bwana Yesu asifiwe. Natamani siku ya leo ya kwamba leo Bwana aseme ni wewe. Hey, haleluya. Natamani siku ya leo, neno la mwanzo wa mwaka huu, ya kwamba Bwana aseme ni wewe. Haleluya. Ya kwamba Bwana aseme ni wewe. Nimewatafuta wengi, lakini nimekuona wewe. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa sababu sisi ndio tumesikia sauti ya Bwana ikisema ya kwamba kuna watu ambao nataka kuwatumia na njia kubwa. Wale wako kule nje hawajasikia hiyo sauti. Amen. Haleluya. Sisi ndiye tumesikia. Na sasa Mungu anatafuta ni nani? Amen. Katikati ya ibada hii ambao nitapaka mafuta yangu matakatifu, ambao nitaweza kuwapaka mafuta ili waweze kusimama na wakaweze kutimiza makusudi yangu. Jina la Bwana lipewe sifa. Alipoonekana, Biblia inasema Bwana akasema, ondoka mtie mafuta, maana ni yeye, maana ndiye huyu. Verse 13. Ndipo Samueli akatua pembe yenye mafuta, akamtia mafuta katika
Wacha nirudie verse 13. Ndipo Samueli akatoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjiria Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wakati ambapo mafuta haikuwa imekuja juu ya Daudi, Bwana Yesu asifiwe, nguvu hazikuonekana. Amen. Haleluya. Alikuwa tu amekuja kutoka malishoni na Mungu amemuona, lakini wakati amemuona amemwambia Samueli, sasa ndiye huyu, muweke hiyo mafuta. Na wakati alitiwa mafuta, maandiko inasema ya kwamba na roho wa Bwana akamjiria kwa nguvu nyingi sana. Hey, haleluya. Maana ni mafuta ya Mungu ilikuja juu yake. Amen. Haleluya. Mafuta haiwezi kuja na mtu akawa mtu wa kawaida. Mafuta yanapokuja, yanakuja na uwezo wa kiungu, yanakuja na nguvu za Mungu, yanakuja na uwezo wa kubadilisha mambo. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo siku ya leo, mafuta yanapokuja juu ya maisha yako, wewe hautakuwa mtu wa kawaida. Wewe lazima sasa utapokea uwezo usio wa kawaida ambayo unaokuja kupitia mafuta ya Bwana matakatifu. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Mambo ya kudharauliwa yanaondoka. Mambo ya kudunishwa yanaondoka. Mambo ya kung'ang'ana yanaondoka. Kwa sababu mafuta yakija juu yako, unaanza kusikia ya kwamba wewe sio mtu wa kawaida. Na sio tu kusikia, kwa sababu neno linatuhakikishia ya kwamba wakati alimwagiwa mafuta, oh my God, haleluya, uwezo wa Mungu, roho wa Bwana akaja juu yake kwa nguvu nyingi. Sema kwa nguvu nyingi. Jina la Bwana lipewe sifa. So kama ni kuomba, hakuwa anang'ang'ana. Kama ni kufanya mambo, hakuwa anang'ang'ana. Kama ni kutumika, hakuwa anang'ang'ana, kwa sababu kuna uwezo ambayo ulikuja baada ya mafuta matakatifu ya Bwana kuja juu ya maisha yake. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ndiposa nimekuambia kwamba Mungu hawezi kuweka mafuta juu yako alafu ukabaki mtu wa kawaida, alafu ukabaki mtu mdhaifu, alafu ukabaki mtu wa kuhurumiwa. Jina la Bwana lipewe sifa. Hebu tuangalie kitabu cha Psalms, Zaburi 89, Psalms 89. Tuangalie pale vile neno linasema. Psalms 85, 89. Pole. Psalms 89. Tuanzie pale mstari wake wa 20. Nimemuona Daudi mtumishi wangu, nimempaka mafuta yangu matakatifu. Amen. Nimemuona Daudi mtumishi wangu. Hey, haleluya. Nimemuona Daudi mtumishi wangu, nami nimemtia mafuta yangu matakatifu. Abia mtu, Mungu hutia watu mafuta. Haleluya. Mungu hutia watu mafuta. Na Mungu wetu hana kipendeleo. Anaweza chagua mtu yoyote. Daudi alikuwa mtu ambaye alikuwa analisha. Daudi alikuwa mtu ambaye hana jina. Daudi alikuwa mtu ambaye amewekwa kwenye malishoni. Lakini Mungu anasema, nimemuona Daudi mtumishi wangu. Haleluya. Nimemuangalia, nimemuona, na nimemtia mafuta yangu matakatifu. Hey! Halo. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akikuona kwenye ibada kama hii, Mungu akikuangalia aone moyo wako, Mungu akikuangalia aone njia zako, Mungu akikuangalia akuchague, atatia mafuta matakatifu juu yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Haleluya. Ninafurahia hiyo neno ya kwamba nimemuona. Nimemuona. Haleluya.
Sio mchungaji amemuona, sio reverend amemuona, ni Mungu mwenyewe anasema nimemuona. Na kuna watu najua ya kwamba katika ibada hii Mungu atawaona katika jina la Yesu. Popote ulipo Mungu atakuona. Hata kama uko kwenye mitandao Mungu atakuona. Na akisha kukuona, haleluya, anashuka na mafuta yake matakatifu juu yako. Amen. Maana Mungu alipomuona anasema nimemuona mtumishi wangu Daudi. Hata wewe si utamani kuwa mtumishi wa Bwana jameni. Haleluya. Si lazima ukuwe mchungaji. Unaweza kuonekana na Mungu akutie mafuta matakatifu, ufanikiwe kwa mambo yako, usaidie kazi ya Bwana. Haleluya. Na alipomuona akamchagua, akamtia mafuta matakatifu. Angalia namba 21. Anasema namna gani? Ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake, na mkono wangu utamtia nguvu. Nasema mafuta yanapokuja yanaandamana na power. Sijui kama unanielewa vizuri. Mafuta yanapokuja yanaandamana na power, yanaandamana na nguvu. Maana baada ya Mungu kuchagua Daudi na kumtia mafuta matakatifu, anasema na sasa mkono wangu utakuwa thabiti kwake. Hello. Praise God. Mkono wa Mungu utakuwa thabiti kwako, na mkono wake utakutia nguvu. Hautakuwa mtu wa kawaida, kwa sababu mafuta yako juu yako. Lazima nayo mkono wa Bwana sasa uanze kufanya kazi katika maisha yako. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu wanaanza kukushangaa. Wanauliza, na huyu mama si alikuwa anakuja hapa? Si alikuwa anauza mahali fulani? Si alikuwa na kabiashara kadogo? Lakini hawajui Bwana alikuona. Hawajui ya kwamba mafuta ya Bwana alikuja juu yako. Hawajui ya kwamba sasa na mkono wa Jehova sasa lazima uwe thabiti. Lazima urainishe mambo. Lazima ukurainishe. Haleluya. Lazima ubadilishe mambo. Lazima ukutie nguvu. Mahali kuna udhaifu, sasa mkono wa Bwana unaanza kufanya kazi juu ya yale mafuta ambayo ameweka juu yako. Haleluya. Praise God. Mungu anasema ambaye mkono wangu utakuwa thabiti kwake. Haleluya. Na anasema ya kwamba na mkono wangu utamtia nguvu. Verse 22. Adui hatamuonea, wala mwana wa uovu hatamtesa. Haleluya. Mungu anasema hiyo mafuta ikikuja, ile nguvu ambazo zitakuwa na huyu Daudi, ya kwamba adui wake hawatakuwa na uwezo, hawatakuwa na nguvu. Sitakubali mwana wa uovu aweze kuonea Daudi mtumishi wangu, kwa sababu lazima nitatetea mafuta ambayo nimeweka juu yake. Haleluya. Wale tunapigwa jameni. Leo tamani upokee mafuta ya Bwana katika jina la Yesu. Wale tunakibishwa kila mahali, leo tamani mafuta ya Bwana ikuwe juu yako. Mungu anateteanga mafuta yake. Haleluya. Bwana lazima atapigana na maadui. Wewe sasa mkono wa Mungu utakuwa unapigana na maadui wako, kwa sababu lazima mkono wa Bwana uwe thabiti juu yako. Haleluya. Iwe ni kwa biashara, mafuta lazima Mungu atayatetea. Iwe ni kwa mwito, mafuta lazima atayatetea. Na ndio maana ni hatari watu wale ambao mnacheza na watu wale wametiwa mafuta. Amen. Haleluya. Ni hatari sana kucheza na mtu ambaye ametiwa mafuta. Na Daudi alijua haya. Ndiposa akasema ya kwamba na siwezi kunyoshea mpako wa mafuta wa Mungu kidole. Amen. Haleluya. Kuna kuoga na hatari, kwa sababu unaposikia akisema ya kwamba hiyo mafuta nimemtia, mkono wangu utakuwa thabiti, mkono wangu utamtia nguvu. Haleluya. Na sitakubali maadui wake
wamtese, ndio mafuta yake yasije yakadharauliwa. Haleluya. Wale ambao tuko na mzoea wa kupigana na wapako wa mafuta ya Bwana, wa kuongea mabaya, kuna hatari kubwa, kwa sababu Mungu hutetea mafuta yake. Siria Mungu akupake mafuta awe anakutetea. Haleluya. Praise God. Waibaji mpako mafuta. Mtu akiongea kinyume chako, sasa Mungu anaanza kudeal akitetea mafuta yake. Amina. Na Mungu ako serious, kwa sababu hawezi kubali mafuta ambayo ametia mtu yake ichezewe. Hawezi. That's why wakati alitia mafuta Musa, akamtia mafuta kina Haroni na Huri, wakaanza kumchezea, Mungu alipiga Miriam na ukoma, kwa sababu Mungu lazima angetetea mafuta yake. Haleluya. Hata kama alikuwa dada yake, Mungu hangemhurumia, kwa sababu Mungu kile anafanya ni kutetea mafuta yake. Wakati alitia Elijah mafuta, watu wakati walimchezea, duba zilitoka kwenye kichaka vikararua vijana 40 na ngapi? Na wawili. Bwana akitetea mafuta yake. Haleluya. Wakati aliweza kutia Danieli mafuta, watu wakaja kuchezea mafuta yake, Bwana aliangamiza watu wale wote walimstaki Danieli, na wote wakarambwa na wakararuliwa na shiba, kwa sababu Mungu anasema mafuta haya nitayatetea, mafuta haya nitayapigania, mafuta haya nitayashindania. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na ndio maana hata saa hii leo Mungu vile ameongea mambo ya kutumika, mambo ya kuinuliwa, bado Mungu anasema ya kwamba hata kama wanakufuata, haleluya, mimi niko pamoja na wewe. Mungu hawezi achilia mafuta yake, gaidage tiganelia maguta make. Mungu hawezi, haleluya, lazima atateta na wale ambao wanaoteta na wewe, as long as kuna mafuta ambayo Bwana ameweka juu ya maisha yako. Na ajalishi sio kuhubiri unahubiri, ajalishi wewe ni intercessor, ajalishi wewe ni mfanyabiashara, lakini kama kuna mafuta ya Bwana juu yako, Bwana hatakubali mwana wa uovu akutese. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu hatakubali watu wakushengenye na waongee mabaya na waharibu maisha yako akose kuteta na wao. Maana Mungu anasimama kwa neno lake ya kwamba nimemtia Daudi mafuta, na mkono wangu utakuwa dhabiti, na mkono wangu utamtia nguvu, na sitakubali mwana wa uovu aweze kupigana na yeye. Ole wako wewe ambaye huo unapigana na wale ambao Bwana ameweka mafuta juu yao. Jina la Bwana lipewe sifa. Mungu hakuhurumia hata Dathan na Kora. Dunia ilipasuka na wakamezwa na safari ikaendelea. Mungu hakuhurumia Farao pamoja na majeshi yake, kwa sababu Mungu alikuwa anapigania mafuta yake. Haleluya. Na Mungu wakati anapigania mafuta yake, anaweza itetea kwa njia yoyote. Haleluya. Ndio maana ninatamani kila moja siku ya leo apakwe mafuta ya Bwana. Ukiwa kwa ile biashara, upakwe mafuta na Bwana. Ukiwa wewe ni intercessor, upakwe mafuta na Bwana. Ukiwa wewe ni nabii, upakwe mafuta na Bwana. Ukiwa wewe ni mama, wewe ni mzee, upakwe mafuta na Bwana. Maana Mungu hatakubali wachawi wakuonee. Haleluya. Na ndiposa anasema ya kwamba hakuna silaha ya vita imetupwa kinyume chako itakayoweza kufanikiwa, na kila ulimi ambao utainuka juu yako atauhukumu kuwa mkosaji. Maana huu ndio urithi wa watumishi wa Bwana na haki yao. Haleluya. Yani hata wakiachilia magonjwa, mafuta Bwana anayatetea. Wakiachilia umasikini, mafuta Bwana anayatetea. Wakiachilia kuchanganyikiwa, mafuta Bwana anayatetea. Wakiachilia kifo, mafuta Bwana anayatetea. Wakiachilia kuvunja ndoa zetu, mafuta Bwana anawatetea. Wakiachilia ufukara, bado mafuta inatetewa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mafuta inatetewa na nguvu za Mungu wetu
Na mimi sioni mtu ambaye aliye na nguvu kama Mungu wetu. Haleluya. Neno lake linaniambia aliye ndani yetu, haleluya, ni mkuu kuliko wa ulimwengu. Sasa tukiwa pamoja na Bwana na mafuta ya Bwana iko juu yako, Daudi anaambiwa ya kwamba usiogope, na anasema hata mimi sitaogopa. Kwenye Psalms 23 anasema hata nipitapo kwenye bonde za uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Haleluya. Kwa sababu anajua sio mimi tu natembea, wa kwamba nina mafuta yako juu yangu. Anasema ya kwamba gongo lako na vimbo lako vitanifariji, na wewe Mungu wangu utaniandalia meza mbele ya watesi wangu. Kwa sababu Bwana anatetea mafuta yake. Haleluya. Hata wakati wananipangia kifo, mahali wametega mitego, Bwana anatetea mafuta yake. Wakati wananiwekea mitego, Bwana ananisaidia, ninairuka. Haujasoma mahali Daudi anasema kwa uwezo wa Bwana nitawafuata maadui wangu na sitawaacha hata mmoja. Haleluya. Na anasema kwa uwezo wa Bwana nitaruka kuta. Ai. Haleluya. Praise the Lord. Yani kwa uwezo wa Bwana nitawafuata maadui wangu, nitawapepeta pepeta, sitaacha hata mmoja, na kwa msaada wa Bwana nitaruka hizo kuta wameweka. Kwa sababu sio uwezo wangu, lakini ni kwa uwezo wa Bwana aliyetia mafuta juu yangu. Wapendwa, tamanini kupakwa mafuta na Bwana. Tamanini kupakwa mafuta na Bwana, kwa sababu tunaishi dunia ambayo tunawekewa mitego. Tunaishi dunia ambayo tunawekewa ukingo, lakini kwa msaada wa Jehova tutaruka kuta, tutapita bonde za uvuli wa mauti na hatutaogopa, kwa sababu tunajua ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wetu na mafuta yako juu yetu. That's why Daudi wakati alienda kupigana na Goliath, alimwambia Goliath, sikiza vizuri, wewe umekuja na upanga na mkuki, lakini nimekuja kwako kwa jina la Bwana wa majeshi. Hey, ni vile hakumumalizia kumwambia haujui ni nani unacheza na yeye. Niko na mafuta ambayo matakatifu yananitetea, yananipigania. Haleluya. Psalm 27 anasema ya kwamba hata wakikuja kwenye vitanda vyangu sina hofu. Sina hofu. Hatutatembea na hofu, wapendwa. Wakati mafuta yako juu yetu, hatuna hofu ya maisha. Haleluya. Paulo alijua ako na mafuta, na ndiposa alisimama akasema ya kwamba kama ni kufa ni sawa, kama ni kuishi ni sawa, lakini wacha niishi nilete mazao. Haleluya. Sasa hofu nyingi imekalia watu, hata saa hii unastuka na school fees. Haleluya. Praise God. Unasuriwa na school fees. Leo upokee mafuta, usikie ujasiri ule utakuja. Haleluya. Uanze kuona vile Mungu anaweza. Uanze kuona matendo ya Bwana. Haleluya. Wana wa Israeli walikaa kama wanastuka, lakini Mungu akamwambia Musa, simameni muone vile nitafanya. Simameni. Haleluya. Rugamai muone uria ngweka. Hawa mnaowaona hawamtawaona tena. Hawa maadui nitawapigania, nanyi mtasimama. Mafuta lazima ipiganiwe. Haleluya. Maguta no nginya Ngai amarererie wethe na kana gutari. Haleluya. Mafuta lazima Mungu ayatetee. Na usione mtu ni mnono ama ni mkonde ama ni mrefu ama ako namna gani, as long as ako na mafuta ya Jehova, washana na yeye muheshimu. Washana na yeye muheshimu, kwa sababu hiyo mafuta ukiinukia, mkono wa Jehova utakushughulikia. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapa kuna ahadi tunaona Mungu anasema ya kwamba adui hawatamuonea, wala mwana wa uovu, tuko 22, wala mwana wa uovu hata mtesa. Verse 23, bali nitawabonda watesi wake. Hey. Haleluya. Haleluya.
ya kwamba Mungu anasema nitawabonda. Woo! Hallelujah. Maguta ndoagai. Nitawabonda watesi wake. Wanaotesa watoto wetu watawabonda. Wanaotesa biashara zetu watawabonda. Wanaotesa maisha yetu watawabonda. Maana Mungu kile anapigania ni mafuta. Hey, hallelujah. Kile anapigania ni ile mafuta aliweka juu yako. Na Mungu anasema ya kwamba hapa hakuna kupembereza, nitawabonda bonda watesi wake. Hallelujah. Alipoza anatuambia kwenye Deuteronomy, maadui wetu watakuja na njia moja, lakini watatawanyika kwa njia 7. Kwa sababu lazima Mungu atetee mafuta. Hallelujah. Oh my God. Hallelujah. Na anatuambia kwenye kitabu cha Mhubiri, achimbaye shimo atalianguka, avunjaye ukuta ataumwa na nyoka. Hallelujah. Alipenda laana, ile laana ikamrudia. Watu wale watatulaani, Mungu atawalaani. Jina la Bwana lipewe sifa. Hivyo ndivyo Mungu alimwambia Ibrahimu, ya kwamba wale watakubariki, maana ni mafuta yake anatetea, nitawabariki. Amen. Lakini wale wanaokulaani, hallelujah, wale ambao wanaokulaani nitawalaani. Jina la Bwana lipewe sifa. Otherwise salimia mtu, mwambie kuwa unabariki mchungaji. Oh, hallelujah. Praise God. Mwira rathimaga muhakwa maguta wa Ngai, tiga kumurumaga. Hallelujah. Maana neno limesimama na linasema wale watakubariki nitawabariki. Kwa hivyo mahali mnaketi chini unaongea, angalia kile unaongea. Maana kile unapanda utavuna. Amen. Ukirani mafuta ya Bwana, Mungu anakulaani. Ukibariki mafuta ya Bwana, inakubariki. Hallelujah. Ukiinua mafuta ya Bwana, inakuinua. Ukinena kinyume, Mungu ananena kinyume na wewe. Wewe sijui kama umesikia vile Mungu alimwambia Musa. Hallelujah. Alimwambia Miriam, nyinyi naongeanga na nyinyi kwa ndoto. Amen. Lakini Musa naongeanga na yeye moja kwa moja. Hallelujah. Na Musa alijaribu kulia akisema, tafadhali usimguze Miriam. Mungu akamwambia hata kama ni mzee, alikuwa ametemea mate, angefungwa nje ya kambi. Na hivyo sasa wewe Miriam, fungwa pale nje. Siku 7 safari haikuendelea sababu ya mafuta ya Jehova. Jina la Bwana lipewe sifa. Hallelujah. Mungu anasema nitawaboda boda. Na sio lazima ubodabodwe mwili. Maisha yako yanaweza kuwa magumu, lakini ni wewe ambao uliinuka kupigana na mtu ambaye ni intercessor ambaye ako na mafuta, ni nabii ambaye ako na mafuta, ni muibaji ambaye ako na mafuta, ni mchungaji ambaye ako na mafuta. Wewe ndiwe ulienda kunyosha kidole chako na shida yako ikaanza mahali pale, kwa sababu Mungu lazima atateta na wale wanaoteta na mafuta yake. Hallelujah. Nitawaboda boda wale ambao, kwanza imesema vizuri sana hapo verse 20. Ni 23 ama 24? Yeah, ni 20? Ni 23 anasema, bali nitawaboda watesi wake mbele yake, nitawapiga wanaomchukia. Oh. Hello. Huyo ni mtu ambaye ametiwa mafuta. Mungu anasema nitawapiga wanaomchukia. Hello. Si Mungu apatie mafuta siku ya leo. Yaani Mungu anaanza kudiru mpaka na wale wanakushukia. Hello. Wangapi ambao wanachukiwa hapa? Wewe unajua umeshukiwa. Hata kama ni kwa familia, inua tu na usiogope. Sasa leo Mungu aweke mafuta juu yako. Amen. Sasa Mungu aanze kudiru na wanaokushukia. Wamenaga yakadiru nawe. Oh, hallelujah. Praise God. Ni ukonya dakia hinya. Okonya dokia danotekwe. Bana leo ninapokea mafuta katika jina la Yesu. Hallelujah. Wale wanakuona wanakutema mate, mafuta ikija juu yako, wanakuona wanameza mate. Bwana asifiwe. Hallelujah. Anasema nitawapiga, nitawapiga. Amen. Nitawapiga wanaokushukia. Nitawashughulikia. Nitapigana na wao. Watu wakianza kukuchukia kwa jamii,
Mungu anawapiga. Sijui kama unaona mtu ambaye anaitwa Jefitha. Amen. Wakati walichukia Jefitha, hawakujua kuna mafuta ya Mungu ilikuwa juu ya Jefitha. Amen. Jefitha akatoroka na akaenda. Lakini neno linasema ya kwamba baada ya kuenda, watu wakaja wakaanza kuwapiga sana. Oh, hallelujah. Praise God. Maana Mungu alianza kutetea mafuta yake. Wakapigwa mpaka wakaitana wakaeta wazee. Athuri mwekuo. Magitumwo. Thii mwere Jefitha. Enendeni muambie Jefitha hatuna ubaya. Enendeni mumuambie akuje atupiganie. Enendeni mumuambie akuje kwa sababu zote tutakubali akuwe kiongozi wetu. Na ni wale ambao walikuwa wamemwambia Jefitha, wewe hauna urithi kwa hii jamii. Wewe ni wa mwanamke kahaba. Toka na uende. Toka na uende. Haleluya. Bwana akaanza kuteta na wao. Wakapigwa na maadui. Wakaenda kumtafuta Jefitha. Na kama kuna mtu ananichukia hapa, utanitafuta. Salimia mtu mwambie utamtafuta. Maana sasa ujumbe huu unaanza kufanya kazi katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kama ulinichukia, afadhali tu leo uamue kunipenda. Hata kama sikufurahishi sana, as long as kuna mafuta yako juu yangu, amua kunipenda. Amen. Maana hata ukiongea mabaya na utoke kwa hii kanisa, na kuambia utakuja kunitafuta. Amen. Hallelujah. Si Mungu amesema nitadiru na wao wanaokushukia. Amen. Gaya kama shughulikira ogwo chairman. Go. Makarago. Makagadathi wetha mutungatiri. Hallelujah. Mundu wa Ngai nyenda tu ogwo hana. Amen. Maana ukinishukia utashughulikiwa. Amen. Wamama Bwana asifiwe. Mnishinishukie kwa sababu ya urefu na unono. Nipendeni tu. Muthe nyenda tu ogwo hana. Ndio mutungatiri ogwo. Nyenda tu. Kwa sababu Mungu anasema hawa watu ninadiru na wao. Watu wale wanakushukia na Mungu anajuanga mioyo. Mungu anashuanga mioyo. Na kuna watu ambao wanachukia mpaka mshugaji. Amen. Na kupitia kuchukia mshugaji, biashara inafinywa, inagongwa, ndoa inafinywa. Sasa unaanza kutafuta namba ya pastor. Na ndakuhoa ile oru, ni Ngai uraruta wira wake. Amen. Kuanzia leo nawafundisha hii. Alafu niombe mafuta ishuke juu yenu. Hallelujah. Watu wale wanawashukia waanze kuwatafuta. Amen. Hata hapa kwenye kijiji wale wanatuchukia kama CFF waanze kukimbilia CFF. Nimesikia huyu mtoto ile pepo ako nayo labda itolewe kwa CFF. Amen. Labda itolewe kwa hiyo madhabahu. Na ndio wale walituchukia wanawakaongea mabaya. Lakini Mungu amefika mahali aanze kutetea mafuta yake. Aanze kupigania mafuta yake. Aanze kuachilia mambo ambayo yatafanya wale waliotuchukia waanze kututafuta. Haleluya. Walienda kumtafuta Jefitha, wakamwambia njoo utupiganie, na ukitupigania wewe utakuwa mkubwa wetu, wewe utakuwa kiongozi wetu. Na Jefitha kwa sababu alijua mimi ni mafuta ya Bwana, akamwambia baba, ukinipatia ushindi, amen, mkono wako ukinitia nguvu na ukiwa dhabiti, ukinipigania kwa hawa watu wote ambao wamekuwa wakiwapiga hawa watu, mimi chochote ambacho kitakacho ni laki, kikiwa cha kwanza nitakitoa kiwe sadaka kwako. Hallelujah. Praise God. Jefitha alijua mimi ni mafuta ya Mungu inanisaidia. Amen. Na hii ndio inatuonyesha mpaka Daudi alisema, mimi nimekuja kwako na jina la Bwana wa majeshi. Hallelujah. Na siku ya leo itajulikana Mungu haokoi kwa upanga ila kwa uwezo wa jina lake. Amen. Na Goliathi aliwekwa chini, hakuwekwa chini. Goliathi alikuwa na kiburi. Alikuwa anatokea watu wote wanakimbia.
Lakini Daudi akaja na mafuta ya Jehova. Na Biblia inasema kalikuwa kamtu kekundu. Haleluya. Keupe. Kenye sura mzuri. Haleluya. Mpaka nani akauliza anaitwa namna gani? Goliath akauliza, sasa mimi ni umbwa? Unanikujia na mawe? Mimi ni umbwa? Lakini Daudi akajua, akamwambia, wewe haujui ni nani unaongea na yeye. Leo mafuta ikishuka, naamini kuna watu hapa wataheshimika. Andu alamenda akamutene mekokomanda. Amen. Watu wale wanaenda kwa kamuti, waharibu hiyo ndoa yako, watakutafuta uponye ndoa zao. Amen. Watu wale wanatusukuma tutawanyike, watatutafuta wakitamani kuitanishwa na sisi. Kwa sababu Mungu lazima atatetea mafuta yake. Guza mtu, mwambie Mungu atatetea mafuta. Na umwambie unahitaji mafuta. Haleluya. Nimesema number 1, mafuta inaandamana na power. Amen. Number 2, mafuta inaandamana na mali. Sema mali. Haleluya. Mungu hawezi kukutia mafuta alafu kuwe mtu wa kuhurumiwa. Hapana. Hey, mafuta inaandamanaga na mali. Hiyo haina amen. Haleluya. Mafuta inaandamanaga na mali. Number 1 inaandamana na power. Number 2 inaandamana na mali. Amen. Kwa hivyo mafuta ikikuja juu yako minister, mali lazima zikuje. Vitu lazima zikuje. Isaiah 45, Biblia inasema ya kwamba haya ndiyo Bwana, haleluya, asemaye juu ya mtumishi wake Koresi, ambaye amemtia mafuta. Amen. Anamwambia, nitaenda mbele zako, nitavunja malango ya shamba, nitakuonyesha hazina za gizani. Kutire maguta magi ukaigorore yaku ukorowe wako igwerwo tha. Wale tunahurumiwa ni mafuta tunahitaji. Hallelujah. Praise the Lord. Mafuta yakija juu yako, mali lazima itakutafuta. Mali lazima itakuja. Na sio kung'ang'ana. Mafuta ikija juu yako, zinaandamana na utajiri, zinaandamana na mali. Kwa sababu wakati Koresi walitiwa mafuta, Bwana alisema, nitaenda sasa mbele zako. Haleluya. Hazina za gizani, mali zilizofichika nitakupatia. Hello. Praise God. Haleluya. Hawezi pewa anointing, mafuta matakatifu ya Mungu yakuje juu yako, alafu sasa unaanza kuhurumiwa. Hapana. Mafuta yanakuja, baada ya mafuta nguvu zinakuja, baada ya nguvu zinaandamana na mali. Lazima kutakuwa na watu ambao wanaleta mali katika maisha yao. Chairman, mafuta ikikuja, pesa inakutafuta. Hata watu wale hawapeanagi mizigo, mafuta inakuja wanakupea, enda uuze. Hallelujah. Praise God. Nikihubiri mahubiri kama haya, hallelujah, nikisha kumaliza mpaka watu wa online wananitafuta, huyo pasa anakuanga wapi? Bana mafuta inaandamananga na mali. Hallelujah. Mundu tema gutekanya muno hinya guka. Tageithia mundu mwira mundu tari anointing. No hinya kanya muguka. Aye. Itasesa mkuwe na anointing. Mutakuwa mnaomba watu wanakorogwa wanawaletea vipawa. Amen. Lakini ukiomba na hauna anointing, utaomba ukonde. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Waibaji, Bwana asifiwe. Haleluya. Ukiiba na hauna anointing, vitu hazikutafuti. Nimeona muibaji moja kwa kiwaja. Mumemuona? Mnaona ni watu wangapi wamekusanyika? Mumeona mlikuwa? Mumeona watu wangapi? Na ni anointing inavuta watu, stadium mzima wanajaa. Mutiamukire maguta andu wa Ngai. Haleluya. Mtu wa Mungu Simon, usijidharau. Mafuta ikikuja juu yako, jameni, utakusanya mpaka watu wale ambao hawakuwa wakusanyiki. Maguta
Amen. Ikikuja juu yako kuna watu watakufuata. Kuna watu watatamani kuimba, kusikia nyimbo zako. Kuna watu watatamani kuja kwa biashara yako. Kuna watu watatamani kuja hapa kanisani kwa sababu kuna mafuta. Amen. Na wakikuja hawakuji mikono mitupu. Guy, Bwana asifiwe. Mnahitaji mafuta ya New Year. Amen. Mahali ambapo unafanya kazi, mafuta ikija juu yako, lazima utasikia wewe ndiwe unatabulikana na boss. Mafuta meigoro no nginya gatabulikana. Amen. Mafuta inatafutaga mtu hata akiwa kishakani. Amen. Ndugu zingine wanajaribu kuinua vichwa hazionekani. Vichwa zao hazionekani. Lakini kuna kamutu kako kule kichakani. Mafuta inakatafuta. Amen. Na inapokuja kanaenda kanaua Goliath. Paka watu wote wanaanza kuimba juu yake. Amen. Tunahitaji mafuta wapendwa. Turavatara maguta andũ a Ngai. Mwathani arogocwo. Maana inaandamana na vitu na mali. Umaskini unakaa kando. Haleluya. Mashida zinatuondokea. Kila mtu anataka kukuguza. Hey. Haleluya. Praise God. Kila mtu anataka umutembelee. Kila mtu anataka kukubariki. Hello. Kila mtu anataka kujiunganisha na wewe. Sio kwa sababu wewe uko na hekima kuliko wengine. Praise God. Sio kwa sababu wewe uko na bidii kuliko wengine, lakini kile kitu wanataka ni mafuta. Yaani nabii ako hapa na ako na mafuta. Amen. Hallelujah. Mfanyi biashara ako hapa lakini ako na mafuta. Watu wote wanapanga laini kwake kwa sababu wanasikia vitu zake ni kama ziko na mafuta. Amen. Hallelujah. Bwana asifiwe. Watu wanasikia kabisa huyu kama hajaombeza. Tusikii kama hiyo maombi imeingia. Amen. Hallelujah. Kagiri ni maguta. Amen. Ukiingia mahali unaingia, mafuta inaongea tu. Mahali ambapo haukuwa uongee unaongea. Kwa sababu Mungu lazima atakutafutia nafasi. Amen. Mimi si mara moja nimeenda kuhubiri mahali na ninahubiri. Watu wananifuata na sadaka. Na sio watu ninajua. Hata this new year kuna mtu amenipigia simu akaniambia woi mutugateri ni ndaigwa ngumishete. Haleluya. Na akobali. Alafu kumiss haya. Haleluya. Paka nimeshangaa. Hey! Haleluya. Akubali sana. Lakini amemisi hiyo mafuta. Na akasema hiyo mafuta niunganishe na hiyo mafuta kitu. Na leo nimekuja niombee mtu hapa apokee hiyo mafuta. At least hata na wewe kuwe na watu ambao watakutafuta. Abia mtu mafuta inaandamana na mali. Haleluya. Na kulingana na kiwango chako cha kuinuka kimaisha italingana ni mafuta kiasi gani iko juu yako. Amen. Hata mimi bado natamani Mungu anijaze tena. Anipake tena. Hey, haleluya. Nisijaze watu tu hapa kanisani. Mungu anijaze na mafuta ya kujaza viwaja. Hata kama usemi amen, nasema amen. Haleluya. No, kwega kogi ukauga amen ukeyugira. Kwa sababu kingojea watu wengine wakusemea amen. Oh, haleluya. Wanasema amen pande hii. Haleluya. Number 3. Tuko number 3 ama number 2? Yeah? Number 3, mafuta inaandamana na heshima. Sema heshima. Haleluya. Salimia mtu mwambie heshima. Mwambie heshima. Mafuta inaandamana na heshima. Wale unadharauliwa na unadunishwa, kile kitu unahitaji ni mafuta. Maana mafuta inaandamana na heshima. Sijui kama niko na wakati. Lakini ukiangalia kitabu cha Wafalme wa 2:9 kuanzia mstari wake
wa kwanza mpaka wa 13. Maybe utaenda kusoma kwa wakati wako. Lakini tunaona ya kwamba Elisha alituma mtu ambaye alituma mtu mmoja akamwambia aende katika, sijui kama tunaweza kuangalia kidogo, Wafalme wa Pili 9 mstari wake wa kwanza. Nabii Elisha akamuita mmoja wapo wa wana wa manabii, akamwambia, jikaze viuno, ukachupa hii ya mafuta mkononi mwako, ukaende Romathi Gileadi. Verse 2. Utakapofika huko, mtafute Yehu mwana wa Yehoshafati mwana wa Nimusi, ukaingie ukamtoe miongoni mwao ndugu zake, ukachukue katika chupa cha ndani, ukamchukue katika chumba cha ndani. Verse 3. Kisha ukatoe ile chupa ya mafuta, ukayamimine juu ya kichwa chake, ukaseme, Bwana amesema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Kisha ukafungue mlango, ukakimbie, wala usikawie. Verse 4. Basi yule nabii kijana akaenda Romathi Gileadi. Naye alipofika, tazama, majemedari wa jeshi walikuwa wamekaa naye. Akasema, nimetumwa na neno kwako, jemedari Yehu. Akasema, kwa yupi miongoni mwetu sote? Akasema, kwako wewe jemedari. Verse 6. Akainuka akaingia chumbani, naye akamimina yale mafuta kichwani pake, akamwambia, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya watu wa Bwana, yaani juu ya Israeli. Nawe utawapiga nyumba ya Ahabu bwana wako, ili nijilipishie kizazi cha damu ya watumishi wangu manabii, na damu ya watumishi wote wa Bwana mkononi mwa Yezieli. Now verse 8. Kwa maana nyumba ya Ahabu wataangamia, nami nitamkatilia bali kila mwanaume wa nyumba ya Ahabu, yeye aliyefungwa na yeye asiyefungwa katika Israeli. Verse 9. Nami nitaifanya nyumba ya Ahabu kuwa kama nyumba ya Yeroboamu mwana wa Nebati, na kama nyumba ya Basha mwana wa Ahia. Verse 10. Na ubwa watamula Yezieli katika kiwanja cha Yezieli, wala hapata kuwa na mtu wa kumzika. Akafungua mlango akakibia. Twende verse 11. Ndipo Yehu akatoka akawaendea watumishi wa bwana wake. Mmoja wao akamuuliza, je, ana amani huyu mwenye wazimu? Amekujiria kwa nini? Akamwambia, ninyi mnajua mtu huyu na habari ya maneno yake. Wakasema ni uongo. Haya, na tuambie. Akasema, ameniambia haya na haya, akisema, Bwana asema hivi, nimekutia mafuta uwe mfalme juu ya Israeli. Verse 13. Basi wakafanya haraka, kila mtu akalitoa vazi lake na kulitia chini yake juu ya daraja, wakapiga baragumu, wakasema, huyu ni mfalme. Sema, huyu ni mfalme. Haleluya. Tunaona hapa mtu ambaye anaitwa Jehu. Elisha ametumana na akasema ya kwamba enda katika hiyo watu na uchukue mtu ambaye anaitwa Yehu na umutie mafuta ya Bwana. Haleluya. Praise God. Umuingize tu kwa nyumba, umutie mafuta na unene maneno, kwa sababu ni Mungu amechagua Yehu apige nyumba ya Ahabu, na ametolewa katikati ya watu. Lakini neno linasema watu wale walikuwa na wao, wakamuuliza, kamugoro kikau gego kwiraga atia?
Biblia ya Kikuyu inasema kamugoroki, mugoroki. Unajua kuna watu wanakuanga na madharau sana. Wakasema huyo wazimu alikuwa anakuambia nini? Jehu akamwambia nyinyi hamjui maneno ya mtu huyo. Huyo sio mugoroki. Amen. Ametumwa na Mungu. Na ameniambia sasa, amenitia mafuta niwe katika mfalme, katika Israeli. Biblia inasema wote wakaweza kuanguka chini. Haleluya. Haleluya. Yaani mtu anaweza kutolewa hapa kuanzia sasa wakusalimie kwa heshima. Walikuwa wanakaa pamoja. Vili amechomolewa tu katikati ya watu. Vili ametiwa mafuta tu. Watu wale alikuwa na waongea nao. Baada ya kurudi, baada ya mafuta matakatifu kukuja, wote wameinama. Halo. Unaweza kutoka hapa Samson wote wainame, waseme ni wewe. Haleluya. Inawezekana. Amen. Inawezekana katika jina la Yesu. Kwa sababu walikuwa kwa pamoja. Lakini dakika chache sana kuingizwa kwa nyumba, mafuta matakatifu yakaja juu ya Jehu. Amen. Yule Jehu alikuwa wanaongea na yeye. Akakuja wakamuuliza, huyo mtu amekuambia nani namna gani? Huyo mtu anakaa wazimu. Kamwambia sikizeni, huyo sio wazimu. Kuna maneno ambayo ameniambia. Ameniambia Bwana amenitia mafuta. Bwana amenitia mafuta. Mimi sio ule tulikuwa na nyinyi. Bwana amenitia mafuta. Amen. Haleluya. Bwana amenitia mafuta. Na sio mafuta amesema nikuwe mfalme wa Israeli. Hey! Wote wakainama. Wote wakaanza kutangaza Jehu ni mfalme. Hey! Haleluya. Jehu ni mfalme. Maana mafuta ikikuja hakuna wa kukuzuilia. Hey! Maguta moka gutire wa gukurigereria. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mafuta haina mashindano. Mafuta ikikuja imekuja. Hawakusema huyu ni Jehu tena. Wamesema Jehu ni mfalme. Na wote wakainama. Na wote wakampatia heshima. Wote hawakumbeba mtu wa kawaida. Kwa sababu sasa mafuta matakatifu yamekuja juu ya Jehu. Ndio maana nimekuambia mafuta yanaandamanaga na heshima. Hey, haleluya. Mafuta yanaandamana na heshima. Watu wale walikuwa wanambeba Jehu mtu wa kawaida. Wakati mafuta matakatifu yalikuja, wote walitambua na wakainama. Wakasema Jehu ni mfalme. Amen. Si leo mtu amwagiwe mafuta katika jina la Yesu. Haleluya. Nasema leo mtu amwagiwe mafuta katika jina la Yesu. Ya kwamba watu wale wanakuona mtu wa kawaida, waseme na huyu ni nabii wa Bwana. Na huyu ni mtumishi wa Bwana. Na huyu ni mtu ambaye aliyeitwa na Bwana. Haleluya. Kwa sababu kuna ishara zitaanza kuonekana baada ya mafuta kukuja juu yako. Na huyu sio mama wa kawaida. Na huyu sio mzee wa kawaida. Huyu sio mwimbaji wa kawaida. Huyu kuna kitu ambacho kiko juu yake. Maguta mafuatana kana gitio. Hallelujah. Praise God. Niliwaambia wakati moja nikiwa mwimbaji, Bwana alinitia mafuta ya uimbaji, mafuta matakatifu. Nimeitwa na mchungaji mahali pengine madhishi. Tukaenda nikaimbisha watu. Watu wakabarikiwa, watu wakatembelewa, watu wakakutana na nguvu za Bwana. Baada ya kumaliza ibada, nimeingia nyumba ya wachungaji. Hey! Na hakuna haja kunizuilia. Haleluya. Hakuna kuzuiliwa na Asha. Ati hapa ni kwa wachungaji. Oi, haleluya. Maguta matigeririkaga. Haleluya. Niliingia hapa kwanza, nilitembea na nguvu kama wachungaji. Haleluya. Praise God. Na saa hiyo kwetu si kuwa nimehubiri hata neno la sadaka, hata Bible study, lakini mafuta ilikuwa juu yangu. Haleluya. Ya mwimbaji wa kigosho. Na ni kweli watu walibarikiwa, hata kwa madhishi wakasahau ni madhishi. Haleluya. So wakati wachungaji waliambiwa kujeni pande hii, nikasema wameniambia hivyo, na mimi nikafanya hivyo. Haleluya. Sasa washa kujinunisha. Amen. Tamani mafuta ikuje juu yako. Hata wewe uko nyuma,
Tamani mafuta ikuje juu yako, kwa sababu mafuta ikija juu yako hapa katikati haitazuiliwa kuja hapa mbele. Maana sasa mafuta lazima inuliwe. Hey! Haleluya! Na mafuta haizuiliwagwi. Mafuta haizuiliwagwi. Mafuta inajitetea yenyewe. Amen. Lakini kama hauna mafuta, vizuizi ni nyingi. Maana hauna mkono wa kukutia nguvu. Hauna mkono wa kukufanya uwe dhabiti. Hauna mkono wa kukutetea. Hata saa hii tuko wapendwa. Mimi najua mwaka huu vile Mungu ameongea mambo mingi. Kuna kwingi nitaingia kwa sababu ya mafuta. Hallelujah. Praise God. Dekodoko igera ni odo wa maguta. Hallelujah. Na sitazuirika. Nasema sitazuirika kwa sababu mafuta Mungu ataitetea. Hallelujah. Lazima itasalimiwa. Lazima itaheshimiwa. Lazima nitaingia kwingi. Hata kule wazazi wangu hawakuingia. Hata kule watu wetu hawakufika. Hata kule ambapo watu wale walio na sifa hawakufika. Ninajua mafuta ya Jehova itafanya niingie. Itafanya nipenye. Itafanya niingie. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na kusalimia nikikuambia nitakula pamoja na wakuu. Kwa sababu ya mafuta ya Jehova. Maguta magai. Nimegutuma nyingire kure itenda ingira. Na maguta magai nimegutuma ngie kire itari ndagia. Yatafanya kile watu wetu hawakupata nipate. Haleluya! Kwa sababu ni mafuta inavuruta vitu. Wala modo maguta ni magushagia kindu. Haleluya! Amen. Kama sasa tukiambiwa Archbishop watakuja hapo. Haleluya! Haleluya! Hata watu wale hawaendangi kanisani. Utawaona hapa. Sio kitu wamewaletea, lakini wanafuata mafuta. Wanafuata mafuta yake. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. So kama hauna mafuta utaumia. Lakini mafuta yakija juu yako, watu wakisikia uko mahali fulani, lazima wataandamana na wewe. Haleluya! Mali hazitakusumbua wapendwa. Niakorohe kindu ndirabatara gwetha thaa ici ni maguta. Amen. Kama kuna kitu viongozi tunafaa kutafuta saa hii ni mafuta. Amen. Unaona watu wale unaambia hapa kuja hawakuji. Kuja hamkuji. Kuja hamkuji. Mafuta. Amen. Ukishukua hii microphone lazima watii mafuta. Amen. Kama saa hii nikisema msimame simtasimama. Uliza jirani yako hautasimama. Bwana asifiwe. Si nikisema tusimame tutasimama. Sio kwa sababu ati mimi ni mnono kualiko. Ni maguta. Hata saa hii nikisema saa hii tafadhali nataka tujitolee tena. Utatoa. Labda yule hana. Ni maguta. Amen. Lakini sema ni kama hauna mafuta uanze kusema watu tutoe. Utaona vile wataenda. Sasa si mlikuwa umetoa pesa. Nikawaitisha ya mkutano. Si mlitoa. Si ni mafuta. Kai maguta makiri megate ya igai. Bwana asifiwe. Habia mtu mafuta ni mzuri. Praise him. Mafuta ni mzuri. Amen. Hallelujah. Si Mungu leo amwagie mafuta jameni. Amen. Munaona inaleta heshima, inaleta mali. Hallelujah. Nini ingine tumesema? Inaleta power. Ati sisi hatutakuwa tunauliza mapepo mmetoka wapi? Nani aliwatuma? Siendi. Hatuna hiyo shughuli. Amen. Sisi mafuta inasema tumepewa mamlaka. Amen. Juu ya kukanyanga kila inge na nyoka na nguvu zote ya yule muovu shetani. Tukisema pepo iende hatuna maswali mingi, ni kuenda. Amen. Tukisema shema ni mlango ufunguke, unafunguka, maana mafuta inaongea. Amen. Unajua wakati nilitiwa mafuta, Archbishop aliponiweka mafuta hivyo akasema na wewe utaitwa mtu wa kufungulia watu milango. Milango lazima ifunguke hapa bila kungangana. Bila kungangana. Kwa watu wale hawana kudharau. Kwa watu wale hawadunishi.
Kwa watu wale ambao hawaangalii umbo wa mtu, kurefuka, kukonda, kunona, kufupika, hizo. Watu wale ambao hawaangalii hizo vitu, milango lazima ifunguke bila kung'ang'ana. Maana mafuta makubwa nayo ilisema utaitwa. Na ni kweli kuna watu wengi wamefunguliwa milango. Hata wengine wameenda nchi za nje. Sasa hii naona tunachati na wao wakiwa huko. Na niambia pastor, nimefika. Nasema glory to God. Amen. Najua tukiendelea watakuwa nasema nimefanya hii. Amen. Kwa neema ya Mungu. Wengine wafungukiwe milango hapa, wajenge manyumba bila kung'ang'ana. Wengine wafungukiwe wapate magari bila kung'ang'ana. Maana hiyo ni kazi ya mafuta. Amen. Hallelujah. Na la mwisho, mafuta inaandamana na nini? Acha nimalize kwa sababu ya wakati. La mwisho, sasa umeona vile Jehu ameheshimika mara moja. Mafuta inaandamana na kitu kinaitwa kibali. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Mafuta inaandamana na kibali. Amen. Ambia jirani yako, mafuta inaandamana na kibali. Amen. Leo mafuta ikikuja juu yako, kibali kitakuandama deaconess. Amen. Watu watakuwa naiba deaconess. Huyo ni mtu wa Mungu. Na hata utakuta ya kwamba watu wanatamani sana uwaongeleshe. Wanatamani sana kuongea na wewe. Wanatamani sana kukusikia. Kwa sababu gani? Kuna mafuta iko juu yako. Na mafuta inaandamana na kibali. Hallelujah. Praise God. Sasa hebu niwaambie, mafuta ikikuja juu ya kila mmoja wetu hapa, hata kwenye kazi yako utapendeka. Biashara yako itapendeka. Ofisi yako itapendeka. Utakuwa unaona watu wanakuja lakini wanasema kama mtu fulani hayuko, washa nikuje akikuja. Na si kwamba wewe ndio umesoma sana. Amen. Lakini ni mafuta yameandamana na kibali cha Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa tu na kibali kwa sababu kuna mafuta iko juu yako. Mahali popote unaenda unakubalika. Amen. Mimi si mara moja nimeombea gari za watu wageni. Watu ambao sio wa hii church. Si mara moja nimefungua nyumba za watu ambao sio wa hii church. Mnanielewa? Si mara moja nimeenda kudedicate mashamba ya watu ambao sio washirika wa hii church na wako na makanisa. Ni nini inafanya? Mafuta inaleta kibali. Aduaga Bwana asifiwe. Maguta makarehe gwetekirika. Si mara moja watu wamekuja mahali hapa kama familia ni waombe. Na wananiambia chachi yetu ni chachi fulani. Amen. Hallelujah. Lakini wamekusanya dhabihu, wanasema tumekuja kwako. Amen. Tikuwa kandaga itoneko kanene. Kanoko kahujagia na roho biyo. Ni kibali. Amen. Maana mafuta huwa inaleta kibali juu ya mtu. Paka unasikia maneiba wakinunua gari, wanakuambia tunataka uombee hii gari. Na wako na chachi yao. Amen. Ni FIFA. Maguta mare FIFA hii. Amen. Maguta mare FIFA. Hey. Na leo ninatamani sana mupokee mafuta hapa. Na sioni wengine kama wako tayari. Sisi tutawakunywisha kia nguvu. Na nilikuwa umepotea sana. Pigie huyo mzee makofi, nampenda. Hallelujah. Mafuta inaleta kibali. Na nikitaka kukuonyesha vizuri. Saa hii unaona hapa tuko sisi ni washirika. Si ni kweli? Kuna watu hapa wanatoka all the way from Wangige. Amen. Kuna watu hapa wanatoka Kiserian. Mnanielewa? Nataka kukuambia kitu kenye unaelewa. Kuna watu hapa wanatoka Rudhegete. Kuna watu hapa wanatoka Kawangware. Jina la Bwana lipewe sifa. Watu kwa nini wanatoka Baribari? Kwa nini wanatoka Bari? Amen. Hallelujah.
Ni nini inafanya watoke huko kote wakuje mpaka mahali hapa? Ni mafuta ya Bwana. Maana mafuta yanaandamananga na kibali. Yaani mtu anaamua kulipa gharama yoyote akuje hapa. Na sio kwamba hapa ndio tu kunahubiri vizuri, kunahubiriwa vizuri. Lakini mafuta yanaandamananga na kibali. Otherwise, ukipokea mafuta siku ya leo, maisha yako yanabadilika. Yanabadilika. Hali yako inabadilika. Haleluya. Maisha yako yanabadilika. Story yako inabadilika. Na Mungu ni mwaminifu kwa sababu anasema nimemuona Daudi mtumishi wangu. Na leo ninatamani watu wale Bwana amechagua kuonekana siku ya leo wasimame na miguu yao katika jina la Yesu. Simama tu mbele za Bwana katika jina la Yesu. Oh.